Jina langu ni Cindy Samson, na hata mtaani na shuleni watu wengi wamezoea kuniita hivyo kwamba Cindy. Mimi ni mtoto wa pekee kabisa kwa mama. Baba alifariki miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo mimi nimelelewa na mama yangu pekee, na tunaishi wawili tu. Maisha yetu sio ya kitajiri sana. Hatuna gari wala nyumba ya kifahari, ila ninamshukuru Mungu sana kwa sababu hatulali njaa. Mahitaji muhimu tunayapata. Mama yangu alikuwa akijishughulisha na biashara ya kuuza nguo za mitumba za watoto wakati nilipokuwa nasoma kidato cha 5 katika shule moja hivi ya bweni huko Korogwe, Tanga. Kwa upande wa darasani, akili nilikuwa nazo sana tu. Sema sasa, utundu na ukorofi ndivyo vitu ambavyo vilikuwa vimepiteleza sana. Ni nani ambaye angelifika pale shuleni akakaa wiki moja asiweze kusikia jina la Cindy likiimbwa na wanafunzi au walimu? Yaani utundu wangu mimi ulikuwa umepiteleza. Basi nakumbuka kuna kipindi nilikuwa likizo nyumbani. Mama akawa ameweka mtaji wake wote kwa kuagiza mabaro kama 10 hivi ya nguo za mitumba kutoka China huko Guangzhou, akitegemea kwamba atapata nguo za maana sana ili aweze kuuza apate faida kubwa sana katika malengo yake ya biashara ambayo alikuwa amejiwekea. Sasa msikilizaji, siku ambayo mabaro hayo yalikuwa yamefika na kufunguliwa, kilikuwa ni kilio kikubwa sana. Nguo zilikuwa zina maronya ambayo hata bure huwezi kumpa mtu akaenda kufanya biashara. Maana yangu ni kwamba mtaji wote wa mama yangu ukawa umepotelea hapo. Mama yangu alikata tamaa sana. Na hata mimi kwa upande wangu Cindy nilijisikia vibaya sana kuona jitihada za mama yangu zinaenda kufika ukomo. Sijui ni nani amesababisha haya yote. Wakati huo likizo nayo ilikuwa inaisha, na ndio wakati muhimu sana mimi ambapo nilikuwa natakiwa kurudi shuleni. Kwa hiyo kwa kuwa ni shule ya bweni, mahitaji yalikuwa ni mengi sana, na ada ilikuwa ni lazima ilipwe. Kwa hiyo mama yangu alihangaika sana kuweza kukidhi kutatua hili tatizo ambalo tulikuwa nalo. Ikambidi mama yangu auze hadi TV ili kuweza kupata hela kunilipia mimi ada. Na siku naondoka kwenda shule sikuwa na hata pocket money. Sikuwa na hela ya akiba yoyote ile kuweza kutumia kwa siku 2-3. Baada ya kufika shuleni nilivumilia sana. Nilivumilia wiki ya kwanza. Ilipofika wiki ya pili nikasema siwezi kufa na shida zangu mimi bana. Ilibidi niende kumwomba mwalimu simu ili nimpigie mama yangu. Najua tena maisha ya bwenini, tena unafanya kumbipu mama, namba ziko kichwani bwana. Nikambipu mama yangu, na kweli hazikupita dakika nyingi sana mama yangu akapiga. Sasa nilipomweleza lile swala kwamba mama, mimi sielewi bana shuleni, wiki ya pili sasa, yani hata kwenda katika duka la shule kununua hata ile nini pipi kijiti na shindwa. Nilikuwa sina pesa, unajua Mama alinichamba sana siku hii. Yani alinichamba alivyosikia napiga simu kuomba pesa, na alafu mwishoni akawa mpole na akaendelea kunipa moyo akiniambia kwamba hali ni mbaya kupitiliza mwanangu. Yani hapa ninapoongea na wewe nimeuza hadi lile friji. Mama, umeuza friji? Kwani biashara haijachangamka kabisa? Haijachangamka mwanangu. Ndio kwanza najisukuma kuanza upya. Mungu akifungua njia nitakutumia mwanangu, vumilia kidogo. Nikamwambia sawa mama, usijali. Mimi nitavumilia tu. Nilimjibu kwa unyonge kisha nikakata simu. Yani nilijisikia fadhaa sana moyoni. Yani mama yangu anapambana kwa ajili mimi mtoto wake niweze kuwa na furaha, lakini kuna kipindi mama yangu anakosa na kugonga ukuta kabisa. Yani anafika mwisho kabisa. Basi msikilizaji, siku zikao zinaenda huku nikiendelea kusota sana. Sasa kule bwenini tulikuwa tunalala na msichana mmoja hivi ambaye alikuwa anaitwa Precious. Yeye alikuwa anasoma PCM, yani masomo ya physics, chemistry
na mathematics. Yaani huyu Precious huyu alikuwa ni kichwa sana darasani. Imagine hata hao masomo ambayo anasoma ni masomo ya mtoto wa kiume kabisa yani. Yaani alikuwa na akili, yani she was really conscious. Lakini kwa upande wa pili sasa alikuwa ni mjanja hatari. Kila kitu cha magendo ambacho kilikuwa kimekatazwa shuleni yeye alikuwa nacho. Tamwambia nini Precious? Yaani maisha duniani yeye alikuwa anajua kila kitu kuhusu umbea wote wa mtandaoni alikuwa anajua. Na imagine kwamba yuko shule na kichwani zimo. Yaani alikuwa hadi anawauzia wanafunzi magendo kwa siri sana. Na alikuwa anaingiza hela ya kutosha sana. Hizo ndo zilikuwa biashara zake. Mimi nikakaa na kufikiria kwamba maisha na shida hizi za nyumbani mpaka lini? Nikaona la, hii ni fursa bana. Ngoja nimfuate P. Na ndipo siku moja baada ya taa kuzimwa nilimfuata P kwenye kitanda chake. Nikamwambia Precious, mambo, mimi nataka kuongea na wewe. Nilimnongoneza. Akasema poa, sema na kusikiliza. Precious alinijibu. Nikamwambia P, mimi kifupi ni kwamba maisha yangu hapa shule sasa hivi yameparara hatari. Yaani nyumbani kuna shida hatari. Mama yangu kabano kwenye kona hatari. Unaponiona hapa mimi sina hata mafuta kupaka, sina losheni, sina nini. Yaani naona kwa upande wako unavyofanya biashara zako. Ninaona pia unavyoingiza mkwanja. P, nakuomba jamaa, naomba natamani tushirikiane. Unaonaje? Precious akacheka kwanza. Akaniuliza kwamba utaweza? Nikamwambia ndio nitaweza P. Kwa nini nisiweze? Precious akatabasamu akaniambia kwamba sema wewe ni mtundu bwana. Mimi ninaamini kabisa kwamba na utundu wako utanisaidia. Kama vipi sawa? Tunaanza kazi. Ila iwe siri. Sitaki ukazagaze huko kwa watu. Yaani nakuomba Cindy. Sitasema kweli vile. Kweli sitosema kwa mtu yote yule. Okay, kama ndio hivyo sawa. Kwa mara ya kwanza, mara baada ya kumwambia zile maisha ambazo nilikuwa naishi pale, Precious akakubali na mimi nikafurahi sana. Tena nilifurahi kweli. Kuanzia siku hiyo mambo yakaanza. Kila siku wakati wenzetu wanaenda kula chakula cha jioni, mimi na Precious tulikuwa tunatoroka shuleni pale na kuingia mtaani. Huko tulikuwa tunanunua chips kuku, chips mayai, chocolate, biskuti za harama na kila aina makorokoro ambayo ilikuwa napendwa na wanafunzi. Pia na kwa wale wanafunzi ambao walikuwa na simu za siri bwenini, tulikuwa tunachukua namba zao au simu zao na kwenda kuzicharge. Tunakuja na vocha pale, yani ni full malipo. Tunapofanya vile kwa mtu yeyote yule lazima tulipe. Kwa hiyo wakati wenzetu wanatoka kula na kwenda kwenye vipindi vya dini, mimi na Precious ndo tulikuwa tunarudi shuleni kimya. Tunaficha vitu vyetu ndani ya matrunk, then usiku baada ya prepo tunauza kama tuko madukani vile au kama tuko mnadani. Ilikuwa ni biashara ya magendo sana. Asikwambie mtu, biashara ilikuwa inalipa vibaya mno. Mimi na Precious tulikuwa tuna hela kiasi kwamba chakula cha shule tulikuwa hatuli kabisa. Nani wakula ugali maharage eti? Yaote tumboni. Tulikuwa tunaishi kwa chips na kuku tu, yani tukijisikia. Na kuna hata kipindi tulikuwa tunakuja na mayai mle ndani. Na wale samaki wa kusindika. Kama mtu anataka tunamuuzia. Kimya. Sasa nilivyorudi nyumbani likizo, nikaanza kununua nguo mpya ambazo zilikuwa zina trend mtandaoni. Kwenye simu yangu sikuwa nakosa vocha la bando, yani bando lilikuwa ni full time. Na nilikuwa ninakula kila kitu ambacho nilichokuwa nakihitaji. Mama akawa ananishangaa sana na kunitazama kwa jicho la mashaka. Ndipo siku moja jioni tukiwa tumekaa sebuleni, mama yangu alishindwa kuvumilia. Akaniuliza. Akaniambia kwamba, hivi Cindy, hizi pesa zote ambazo unafanya manunuzi yako unazitoa wapi? Mama, zile za pocket money mama ambazo ulikuwa unanitumia mama,
huwa na hifadhi, situmie ovyo mama. Mama alikunja uso wake akasema, wewe si ndio? Usinidanganye mimi. Kumbuka mimi ni mama yako. Nimeanza kuliona jua kabla yako. Na likizo iliyopita mimi sikukupa hata senti 100. Au si wewe leo nipigia simu kuomba pesa? Umesahau? Ni mimi mama. Sasa kama ni wewe, hizo pesa umetoa wapi? Ni kweli mama kunipa pesa mama, lakini nina akiba yangu. Pia kuna rafiki yangu mmoja kwao, yani kwao ana pesa sana. Kwa hiyo ndio huwa ananisave mama, ni rafiki yangu sana. Naye huwa anamsaidia kwenye masomo, tuko pamoja tunasomaga wote prepo. Nilijaribu kujitetea sana kwa hiyo mama yangu ambaye alikuwa amenibana kweli. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kumzungusha kumwambia masuala ya shuleni na nini, ili angalau asielewe kile kitu ambacho nilikuwa nakizungumza pale. Mama naye akawa si ndo mjanja, si mama wa kidigitali huyu. Anasema, sio kweli. Wewe umeanza masuala yako ya wanaume. Sasa ole wako, endelea kupokea pesa zao na uniletee hizo mimba hapa. Kusikia vile tu nilijikuta nikicheka mno. Nikamwambia mama, hakuna mwanaume yote bwana anayenipa hela. Kwanza mimi mambo ya mapenzi mimi hata sitaki kuyafikiria kichwani mwangu. Siyafikiri kabisa mama. Yaani hilo ondoa shaka bana. Yaani kama umeanza mambo ya wanaume wewe, naomba uache mara moja. Yaani nakuomba Cindy, please. Mama alinionya sana. Nikamwambia mama, mimi sina mwanaume bana. Relax mama yangu. Haya, nitakuja kujua tu siku moja ni kitu gani kinachokupa kiburi na jeuri ya pesa. Aliendelea na shughuli zake na wala sikuwa najali kitu chochote kile kutoka kwa mama yangu. Ni kweli mama yangu alikuwa sawa. Ni lazima aniulize na ajue mwenendo wa mtoto wake, kwamba naingilia wapi na tokea wapi, kitu gani ambacho nakifanya, na kama kuna mabadiliko ni lazima mama yangu angeniuliza. Kusema ukweli, kichwa changu hakikuwa kinawaza mambo ya mapenzi kabisa. Yaani mimi na mambo ya wanaume tulikuwa ni kama maji na mafuta. Basi tuliporudi shuleni kwa ajili ya muhula mwingine tena, biashara yetu ikachangamka zaidi. Tukaleta mbinu mpya sasa. Tukawa tunanunua hadi vile visuswadu, kisha tunakuja kuwauzia wenzetu shuleni kwa siri sana. Kila kitu kilikuwa kinakwenda vizuri, ila hafla tu uvumi ulishaanza kuenea kwamba kuna mwanafunzi au kuna wanafunzi wanatoroka na kwenda nje ya shule kila siku kufanya biashara. Na walimu walijaribu kufanya uchunguzi wa chini, lakini hawakupata taarifa yote ile. Yaani hawakupata fununu yoyote ile kwamba ni kina nani ambao wana hiyo tabia kutoroka nje ya shule na kwenda kufanya biashara. Cause mimi na Precious tulikuwa makini vibaya mno, yaani kama vile masniper kwenye movie. Baada ya kuona mambo magumu, mkuu wa shule aliamua kumpa kazi mwalimu mmoja hivi ambaye alikuwa anaitwa Kyla. Ila sisi tulikuwa tunapenda kumuita Teacher Jembe. Unajua tuna wanafunzi. Na hata kuna mwalimu mmoja alikuwa na kipara hivi tulikuwa tunamuita Teacher Dongo. Yaani wanafunzi kwa kuita walimu majina ya ajabu hatujambo. Eti msikilizaji, ulishawahi kumuita mwalimu jina la ajabu? Ndio maisha ya wanafunzi. Kwa hiyo yule teacher alikuwa ni hatari vibaya mno, yaani alikuwa ni ogopa DJ. Akikushushia fimbo moja tu, yaani utatamani ardhi ipasuke uzame ndani kwa maumivu ambayo utahisi. Teacher Jembe akaanza kufanya uchunguzi wake. Na kwa sababu alikuwa ni mtu wa mitego, haikupita hata wiki moja akawa ameshatudaka tayari. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumapili. Mimi na Precious kama kawaida yetu tulitoka kwenda mtaani kununua magendo. Wakati tunarudi, tukiwa hatuna hata wasiwasi wote ule, ghafla tukashtukia Teacher Jembe huyu hapa yaani kama mzimu. Alikuwa kajibanza vizuri kwenye kile kichochoro tulichokuwa tunatumia. Kurudi nyuma hatuwezi, kwenda mbele hatuwezi, tukabaki tumeganda kama vile misanamu. Akasema kwamba pigeni magoti. Piga magoti chini mara moja. Teacher Jembe alifoka na sisi tukapiga magoti kutii ile amri, huku tukitetemeka vibaya mno. Jasho jembamba lilikuwa linatutoka. Akaanza kuuliza pale, mmetoka wapi ninyi watoto?
inaonekana ninyi watukutwe. Kwa hiyo muda wote tunatafuta wanafunzi ambao wanatoka, ninyi mmekaa na mnajua kwamba katika mioyo yenu ni ninyi ambao mnatoka nje bila sheria. Hamkumbuki na kuelewa kwamba shule ina utaratibu, ina taratibu zake. Nataka niwaulize kitu kwamba nani amewaruhusu mtoke nje ya uzio wa shule? Alituuliza huku akitukazia macho. Mimi na Precious tulitazamana kwa sekunde chache bila kujua kwamba tunajibu kitu gani pale. Baada ya kuona hali ni tete, nikaamua kujibu haraka haraka. Nilijibu haraka haraka kuliokoa jahazi. Nikamwambia mwalimu, yaani kiukweli Precious alikuwa anaumwa sana na tumbo tangu asubuhi. Sasa tulikuwa tumetoka kwenda kumnunulia dawa mtaani ili apate unafuu. Dawa? Kwani zahanati za shule limefungwa? Hamna bima ya afya nyie? Si kila kitu kimewekwa sawa na utaratibu wa shule huu? Zahanati hakuna dawa mwalimu, na nesi wa shule huwa haji kabisa siku ya Jumapili. Nilijitetea kwa sauti ya unyonge sana. Okay, sawa. Hata kama nesi hayupo, kwa nini hamkutoa taarifa kwa mwalimu wa zamu? Au hata kwa kiranja mkuu? Ticha Jembe alizidi kubana kete kweli kweli. Precious akadakia pale pale akasema kwamba mwalimu, tulimtafuta mwalimu wa zamu lakini hatukumpata. Na tulipomwambia kiranja alituambia kwamba tusubiri mpaka kesho. Na mimi sikuweza kuvumilia. Sikutaka kusubiri kwa sababu maumivu yalikuwa ni makali sana. Ticha Jembe alitutazama sana, kisha macho yake akatua kwenye lile begi lenye magendo. Haya, fungueni hilo begi, nione hizo dawa zenu ambazo umefuata huko. Mwanzo tulijaribu kusita na kuleta ubishi, lakini Ticha Jembe hakuremba mwandiko, maana somo lenyewe lilikuwa ni la Imra. Alitushushia fimbo mbili za mgongo. Mbona akili zilitukaa sawa siku ile? Tueni kila kitu hapo. Tueni kila kitu kilichopo huko ndani. Kimoja moja baada kingine. Alizidi kufoka, ndipo tukaanza kutoa vile vitu. Yaani hata Ticha Jembe mwenyewe alipoona yale magendo akapagawa sana. Kumbe ninyi ndio waharibifu wa shule. Ndio nilikuwa na wasaka sana nyinyi wapuuzi kubwa. Haya, bebeni vitu vyenu vyote, twendeni ofisini upesi sana. Tulibeba vile vitu huku machozi yakitulenga sana. Tukamfuata nyuma mpaka ofisini kwake. Bahati nzuri ilikuwa ni siku ya weekend, kwa hiyo hapakuwa na walimu wengine ofisini zaidi yake tu. Kufika kule akaanza kutuhoji kwa ukali huku akitushushia fimbo za kutosha. Tulilia na kuomba msamaha sana. Tukampigia hadi magoti yule mwalimu, lakini aligoma katu, yani aligoma kabisa kutusamehe. Tena ili kutuhakikishia kwamba safari ya tuponi, akatoa simu yake, akatupiga picha sisi pamoja na vile vitu kama ushahidi wa kumpelekea headmaster, yani mkuu wa shule. Tukiwa bado tuko pale, Precious alinyosha mkono na kusema kwamba, mwalimu, naomba niongee na wewe kitu kimoja, lakini tukiwa wawili tu. Ticha Jembe alikunja uso wake. Unataka kuniambia nini? Unataka kuniambia nini wewe binti? Unaleta janje? Unaleta usela hapa? Ni mazungumzo muhimu sana mwalimu, lakini naomba tafadhali Cindy asisikie. Precious alisisitiza huku akimkonyeza mwalimu. Ticha Jembe alionekana kuelewa ule mchezo. Akageuka kwangu na akaniambia kwamba, Cindy, toka nje. Nenda kapige magoti hapo mbele ya ofisi. Nina mazungumzo na huyu mwenzako. Ilibidi ninyanyuke kinyonge sana. Nikatoka nje na kuacha wawili mule ndani, tena mlango ukiwa umefungwa. Basi nilipiga magoti kwa muda mrefu pale, yani mpaka naona sugu zinakuja kwenye magoti yangu. Yani hadi nikawa nahisi yani miguu tayari inaanza kuingia tumboni. Dakika 40 nzima. Yani unapiga magoti tu. Wewe unaweza? Sasa nikawa najiuliza kwamba hivi hao watu wanaongea vitu gani humo ndani? Ni mazungumzo gani yasiokuwa na muda, yasiokuwa na ukomo? Ni kitu gani kisichoisha muda wote huo? Nikashindwa kuvumilia. Nilinyanyuka taratibu, nikasogea karibu na mlango ili kusikiliza. Nilichokisikia humo ndani kilitaka kunitoa roho. Yani kulikuwa na sauti za midinyo hatari.
zilikuwa ni sauti za kudinyana za Precious, yaani sauti fulani hivi za kusoma alfabeti A, E, I. Yaani Ticha Jembe alikuwa leo humo ndani. Nikasema hapana, labda masikio yangu yanadanganya tu kwamba sijasikia vizuri. Nikasogea hadi kwenye dirisha la kioo nyuma kabisa kidogo ya ofisi. Mimi si nikaanza kupiga chabo. Hapo ndipo nilipojionea maajabu ya mwaka. Precious alikuwa ameilazwa juu ya meza, huku Ticha Jembe fimbo zake zile kazitupa pembeni, yani kazi zao kabisa, akimshughulikia pasavyo bila aibu. Baba yule alikuwa yupo kasi mpaka kipara kinatoa jasho vizuri. Nilitetemeka mwili mzima, msikilizaji. Mimi Cindy nikahisi kichefuchefu na kutaka kutapika, yani sio kwa jinsi nilivyoona vile. Sikutaka hata kuendelea kuangalia. Niliamua kurudi chapchap, nikapiga magoti pale nilipokuwa, huku nikiwa bado siamini kile ambacho nimekiona, kwamba Ticha kweli kaingia mkenge. Basi dakika chache baadaye mlango ulifunguliwa. Precious alitoka huku akijinyoosha, huku akiweka vizuri sketi yake mbele kwa mivaa. Alinisogelea pale nilipokuwa nimepiga magoti, akaniangalia na kuninong'oneza, akasema kwamba mimi tayari nimeshamaliza kazi yangu, zamu yako sasa. Unamaanisha nini? Precious alicheka akasema kwamba acha ushamba bwana Cindy. Nimekuona wakati unachungulia dirishani kule, kwa hiyo unajua vizuri kabisa ninachomaanisha. Usijifanye uelewe vile, yaani kama vile hujui wakati wewe ni mdada mkubwa. Nikamwambia Precious, yaani unataka na mimi nifanye uchafu ule uliofanya na Ticha Jembe kule ndani? Ajabu nini sasa hapo? Precious alinijibu kwa kujiamini sana. Nikamwambia Precious, wewe huoni kama ni vibaya? Msaidie mzee wa watu bwana, ajiridhishe na wewe, ili kesho asubuhi asije akakupeleka kwa headmaster. Litakuwa ni bonge la kesi. Mimi langu nishamaliza, acha niwahi zangu darasani. Precious aligeuka na kuondoka zake kwa maringo, akiniacha pale peke yangu nikiwa natamani kulia, maana ile kesi ilikuwa ni kubwa. Nitakuja kumwambia nini mama yangu endapo ile kesi itafika nyumbani mara tu baada mama kupigiwa simu? Kwa hiyo kabla hata sijajua nifanye nini, nikasikia sauti nzito kutoka ofisini ikiniita, Cindy, ingia ndani, fanya haraka sana. Nilitetemeka sana, nikanyanyuka taratibu, nikafungua mlango na kuingia ofisini. Nilimkuta Ticha Jembe amekaa kwenye kiti chake akiwa na tabasamu sana. Yaani anatabasamu meno 30 na kitu yote yako nje. Tabasamu lake lilionyesha jino la mwisho. Alinitazama kuanzia kichwani hadi miguuni, kisha akasema kwamba, haya, na wewe utanitunuku nini siku ya leo, binti mzuri kama wewe, ili niweze kuifuta kesi yako? Mwalimu, mimi sina kitu kingine chochote cha kukupa wewe zaidi ya kukuomba tu msamaha mwalimu, nilisema kwa sauti ya unyonge sana, huku nikipiga magoti. Ticha Jembe akacheka mno kana kwamba niliongea pumba. Akasema kwamba acha utoto Cindy, unaniomba msamaha wa maneno tu. Mwenzako Precious mbona yuko vizuri na ana akili timamu kajiongeza, mbona wewe ni mshamba hivyo? Lakini mwalimu, hicho unachotaka nifanye sio tabia nzuri kabisa, nilijibu huku nikitetemeka sana. Ticha Jembe alinyanyuka kwenye kiti chake, akasogea karibu na kuinama kidogo. Alijifanya na ukota fimbo na kuziweka sawa. Na wakati anafanya haya yote alikuwa anazungumza, anasema kwamba unajua hapa duniani kila kitu ni tabia mbaya sana. Yaani ni tabia mbaya sana Cindy. Hebu njoo bwana tumalizane mapema. Au unataka waje watu watukute hapa? Mimi siko tayari kwa hilo mwalimu. Siwezi kabisa, nilijibu kwa msisitizo nikiwa bado nimepiga magoti pale. Akaniambia kwamba sikiliza nikwambie, hii shweno magendo nitaripoti kwa mkuu wa shule headmaster. Yaani nitaripoti kesho asubuhi na mapema kabisa. Na unajua kabisa kitakachokupata hapa ni kufukuzwa shule. Nisamee mwalimu, nakuomba unisamee tafadhali. Ila kiukweli mimi siko tayari kwa hilo jambo mwalimu ambalo nilitaka mwalimu. Nisamee mwalimu,
Yaani hapo ndo umekataa kabisa, yaani kabisa. Kwa hiyo huna nia kujisaidia wewe mwenyewe? Huna nia kuokoa masomo yako? Aliniuliza kwa sauti ya hasira sana. Nilitikisa kichwa kumwambia ndio mwalimu, mimi nimekataa. Akanambia kwamba unajua wewe ni binti mzuri sana kushinda hata Precious. Na mimi nimekuwa nikikuelewa sana tangu siku nyingi. Ila ndio hivyo tena, unanibania sana. Unajifanya kama vile una msimamo sana au unajitambua sana katika masomo yako. Haya, umekataa, tutaona. Mwalimu aligeuka kwa hasira, akachukua lile begi lililokuwa na magendo yetu, akalifungia ndani ya kabati lake. Baada hapo akanifukuza nitoke nje. Toka nje. Nenda bwenini huko. Subiri kesho ukutane na mkuu wa shule. Ndio akili itakukaa sawa. Hapana mwalimu, usinifanyie hivyo tafadhali na kuomba mwalimu. Nilijaribu kujitetea kwa unyonge sana, lakini wapi, huyu mwalimu alinifukuza pale. Toka bana, toka. Alifoka tena kwa nguvu, nikasema hapa nisipoondoka anaweza kunimeza huyu. Nilitoka mbio nikiwa nalia sana. Yaani hata nyuma sikugeuka tena. Nilienda moja kwa moja hadi bwenini. Baada kufika bwenini nikalala kitandani nikiwa na huzuni sana. Nilijua kabisa iwapo nitafukuzwa shule lazima mama angenitoa roho. Kila nilipowaza hivyo ndo nilizidi kuchanganyikiwa mwenzenu. Yaani nazidi kuchanganyikiwa kabisa. Yaani hata darasani sikwenda, nitasoma nini, nitaelewa kitu gani pale? Kwa hiyo nilibaki bwenini nikilia peke yangu mpaka wenzangu waliporudi kutoka prepo. Yaani kwa masaa yale machache tayari habari ya mimi na Precious kudakwa na Ticha Jembe zilikuwa zimeshasambaa shule nzima. Wanafunzi wote walikuwa ndo story. Unajua maisha ya shule, msikilizaji, kama nilivyokuambia, ni kama maisha ya mji fulani hivi. Si fulani anatoka na yule inajulikana, si fulani mwalimu kafanya hiki inajulikana, wanafunzi wamegombana kwa sababu ya kijanaume fulani inajulikana. Hata maisha ya chuo, yani it's like community life. We can share the same story. Kila kitu kinachofanywa lazima kifahamike, hakuna jambo la siri. Hata hiyo issue yetu ilikuwa imeshasambaa tayari kwamba fulani na fulani wamekamatwa na mzigo magendo. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya story ambayo ilikuwa ina trendi pale shuleni. Kwa muda ule wapo ambao walikuwa wananenea huruma, lakini wengi wao wenye roho chachu walifurahia sana lile tukio. Muda huo Precious aliingia bwenini na alikuwa na raha tele, utadhani kama vile hahusiki vile au hatukuwahi kuwa pamoja katika ule mchongo. Aliponiona nipo kitandani nalia, alikuja akanivuta mkono akaniambia kwamba hebu nyanyuka, njoo huku tuongee vizuri. Nilitoka naye hadi nyuma ya bweni ambako kulikuwa na giza kidogo na hakuna hata watu. Akaniambia kwamba hivi Cindy, ulifanya kile ambacho nilikushauri? Hapana Precious, mimi siko tayari. Nilimjibu huku nikifuta machozi. Akaniambia kwamba kwa nini sasa? Kwani unaogopa nini? Mimi sitaki. Unajua Cindy, wewe ni mzembe sana. Na una akili za kitoto kweli yani Cindy. Precious alifuka kwa sauti ya chini sana, sauti ya kunong'ona. Nikamwambia sitaki. Nilizidi kukataa. Mkubalie Ticha Jembe bwana. Kama kweli hutaki kufukuzwa shule, una kibana hicho kitalewa na nyenyere, shauri yako. Nitampa mtu ambaye ninampenda. Naomba unielewe Precious, sio Ticha Jembe. Umenielewa ndugu yangu? Yaani kwa hili siwezi, utanisamehe sana kwa hilo. Precious alicheka kwa dharau sana akasema, sikiliza nikwambie siri. Umenielewa Cindy? Mimi kila nikidako na mwalimu, hasa walimu wa kiume hapa shuleni, kwa makosa hayo ya kutoroka, huwa nawapa wajilie bila wasiwasi na hawasemi popote. Ndio maana mpaka leo mimi sijawahi kufukuzwa shule wala kupewa adhabu yoyote ile. Ina maana unaponiambia hivyo Precious sio Ticha Jembe tu? Mimi nilimshangaa sana, akasema ndio maana yake. Nawapa na maisha yangu yanaenda vizuri. Mwisho wa siku maamuzi yako mikononi mwako. Yaani ukubali au ukatae. Usije ukasema kwamba mimi sikukwambia mapema.
Baada ya kusema hayo, Precious akarudi bwenini kulala. Mimi usiku ule sikuwa na amani kabisa. Nilijilaumu sana kwa upuuzi wa kuungana na rafiki kama yule. Sasa kesho yake asubuhi, baada ya kutoka kwenye assembly, Teacher Jembe aliniita na mimi nikasogea karibu ili kuweza kumsikiliza. Akaniambia kwamba Cindy, na kuuliza kwa mara ya mwisho, bado unajifanya bikira tu? Bikira Maria? Au upo tayari kunipa kile ambacho nakihitaji au kile ambacho nimekwambia? Sema tafadhali kabla sijafikisha kesi yako kwa mkuu wa shule. Nikamwambia mwalimu, msimamo wangu ni ule ule tu. Hapa upate kitu. Umenielewa mwalimu? Teacher Jembe alikasirika vibaya mno baada ya kuona kujiamini kwangu kwa yale majibu ambayo nilikuwa namjibu pale. Yaani alikasirika akawa mwekundu. Akasema sawa, na ni lazima hili swala nilipeleka kwa headmaster sasa hivi. Kweli yule mwalimu asivyo na haya eti aini alielekea moja kwa moja ofisini kwa mkuu wa shule. Alinichoma kwa headmaster, akaonyesha na lile begi pamoja na zile picha. Lakini kwa yote hayo, Teacher Jembe alinitaja mimi peke yangu kwenye ule msala kwamba sikuwahi kuwa na Precious. Na jina la Precious maana yake hakulitaja kabisa. Alishapewa lile tunda la peponi. Alimfuta kwenye lile faili la sakata kana kwamba hakuwepo. Mimi hata sikushangaa sana, maana najua kile ambacho alikuwa amepewa. Na ndio maana alifyata mdomo na akaamua kunichoma mimi. Mimi nikiwa darasani, hata kipindi cha kwanza kijaanza tu, nikaja kuitwa mkuku. Nikajua tayari kishanuka huko, kishaumana tayari. Kwa hiyo nilienda hadi ofisini kwa headmaster. Nilipokuwa nimeitwa, nikakuta nasubiriwa kama rais. Nilipokelewa na kipigo kikali sana, tena kipigo cha mbwa mwizi. Hivi wewe una akili timamu kweli? Shuleni umekuja kusoma ama kufanya biashara? Unaleta biashara za uhalifu hapa shuleni? Headmaster alifoka sana. Mimi siku tayari kuona mwanafunzi mmoja muhuni anaharibu wanafunzi wengine shuleni kwangu, na shule iweze kutangaza matokeo kijinga kimkoa na kiwilaya. Wewe ndio chanzo. Unaleta biashara haramu shuleni? Niambie. Alichukua simu yake akatafuta namba ya mama yangu na kumpigia pale pale mbele yangu. Alimwambia mama afike shuleni kesho yake mapema sana, kuna kikao cha dharura ambacho kimejitokeza. Hakutaka kumwambia mama yangu kikao kinahusu nini au agenda ilikuwa inahusu kitu gani. Sasa mama zile taarifa zikamchanganya. Akajua kabisa huenda nimepata matatizo labda ya kiafya au kuna kitu gani. Lakini laiti kama angejua mama yangu kile ambacho nakipitia kwa wakati huu, sijui angenimezaje. Basi kutokana na kesi yangu ilivyokuwa kubwa, nilipigwa marufuku kukanyaga darasani. Nilipewa na adhabu ya kung'oa kisiki wakati nikisubiri mama yangu afike kesho yake shuleni. Wakati niko busy natokwa na jasho na maumivu makali ya kung'oa kile kisiki, Precious yeye alikuwa na dunda tu, tena akila maisha kana kwamba hana hatia yoyote ile maishani mwake. Kibaya zaidi, yule mpuuzi Teacher Jembe yule alikuwa anajipitisha pale nilipokuwa nafanya adhabu, akicheka huku akiniambia kwamba mtoto mzuri, pole kwa kupigwa na jua. Ungenipa haya yote asingekukuta. Yaani huyu mwalimu alijua kunikera sana. Acheni tu. Nilitamani niende kwa mkuu wa shule nimwambie tabia zake za huyu mwalimu. Lakini ndio hivyo, usingeniamini. Maana ni mwalimu ambaye anayeaminika sana, hasa mwalimu mkuu alikuwa anamwamini sana. Alikuwa anampa kipaumbele katika majukumu ya kuwafuatilia wanafunzi. Haya, kesho yake asubuhi na mapema mama yangu alifika shuleni na aliingizwa moja kwa moja ofisini kwa mkuu wa shule na akaambiwa madudu yangu yote niliyokuwa nafanya pale shuleni. Nilipoitwa sasa nikamkuta shaiva mama, yani tayari ndita zimepandia kule, kapandisha mori zake zote za Kichaga. Mama hakutaka hata maelezo. Alinidaka pale pale mbele ya mwalimu, nikachezea kichapo cha mbwa koko hadi nikaita maji mma. Baada kile kipigo, mkuu wa shule alikataa katu kunisamehe licha ya mama kumlilia mwalimu yule kuniombea msamaha sana niweze kuendelea na masomo. Kwa huruma akasema kwamba atanipa uhamisho, ila shuleni kwake hanitaki kabisa.
Maana yake ni kwamba ile kesi ya kufutwa shule kabisa ilikuwa imesamehewa, ila hataki niendelee kusoma pale. Alitaka nihame shule. Na mimi nilifurahi sana kwa sababu ningebaki pale Ticha Jembe angeendelea kuniandama sana kwa kama fisi. Basi nilirudi bwenini, nikakusanya virago vyangu vyote, vitranka vyangu, mashuka yangu, nikawaaga baadhi ya rafiki zangu, kisha huyo nikaondoka na mama akarudi nyumbani. Safari nzima hadi tunafika karibu na kwetu, hakuna mtu aliyemwongelesha mwenzake. Mama yangu alikuwa amechukia sana. Mama alikuwa amekaa kimya sana. Kakunja sura huyo kama bomu ambalo limechomelewa safet pin. Yaani ukimgusa tu kidogo analipuka, anakukumbusha madudu wako yote. Sasa tuliposhuka barabarani, mama akagoma kuchukua bodaboda, maana kutoka pale barabarani hadi nyumbani pana kaumbali kidogo hivi. Sasa ningefanya nini zaidi ya kujitwisha tranka tu kichwani na kuanza kutembea taratibu na vumbi lote langu tukio tunapigwa na jua polepole. Mama jamani, jua ni kali sana na hili. Sasa kwani usichukue tu bodaboda mama tuwai kufika nyumbani? Nilianza kulalamika baada ya kuona jua linachoma afu mtranka mzito. Yaani jasho linanitoka mimi. Mama aligeuka kwa hasira sana. Akasema tuchukue bodaboda kwa kipi kizuri ulichokifanya kule shuleni? Niambie kwa kipi kizuri ulichokifanya kule shuleni Cindy? Unataka nikulipie na usafiri kwa kufukuzwa shule? Sio kwa kuleta matokeo mazuri? Lakini mama, nilifanya ile biashara magendo kwa sababu sikuwa na hela ya matumizi. Ungetulia na kula ugali maharage ya shule, ungepungukiwa nini? Ulishakuwa na mtu kafa kule? Au ungekonda nini pale? Ungekuwa kilema? Mama alifoka sana. Basi mama, ameisha jamani. Yaliyopita si yashapita, lakini mama, nilisema kwa sauti ya kununa sana. Tena usiniambie Aisha yamepita. Kwa sababu mimi ndio ninayepata maumivu yake haya. Mama alizidi kufoka huku tukitembea. Hapa nilipo sijui nitakutafutia vipi? Shule ya namna gani? Shule gani nyingine ikiwa pesa sina? Na unajua biashara zangu zimeingia dosari. Na wakati huo mitihani yenu ya form 6 inakaribia. Hivi huoni kwamba una lose time wewe? Niliona isiwe tabu. Nikanyamaza kimya. Unajua mzazi anapoendelea kuongea alafu ukaendelea kumjibu, unamchochea zaidi kuzungumza ama kuyafanya mazungumzo yale yaendelee kuwa marefu sana. Kwa hiyo nikanyamaza kimya huku tukizidi kutembea. Tulipokuwa tunakaribia geti la nyumbani, mama alianza kunigombeza kwa sauti ya juu sana, akitaja makosa yangu kwa makusudi kabisa ili wapangaji wenzetu na majirani wasikie. Yaani mama yangu alikuwa ni hatari. Aise, nilichukia maana alikuwa amepanga kuniharibia na kuniaibisha mno mtaani. Nilimgeukia kwa kuongea kwa upole, nikamwambia mama, "Sasa mbona unaongea kwa nguvu hivyo? Ili watu wote wasikie." "Tembea huko mbele kabisa, yaani na bado sijaongeza sauti. Nilitamani hata nawe niwe na kispika kile kidogo ili niweze kuwaambia utoporo wako unaofanya huko shuleni." Mama alinitolea macho, nikasema, "Ya Rabbi Mola. Mbona mimi leo siku yangu leo." Kwa nilikaza mwendo wa haraka ili niwahi kuingia ndani ya nyumba kabla sijadharilika. Ile nataka kufungua tu mlango, nilishtuka kuona mlango wa nyumba ya pili, nyumba ambayo ilikuwa imekaribia na nyumba yetu. Mlango ule ulikuwa unafunguliwa. Nilishangaa sana kwa sababu nilijua ile nyumba haina mpangaji kwa takribani mwaka mmoja sasa. Kwa nikiwa bado nimesimama na shangaa, akatoka bonge moja la mkaka kudadeki. Kusema ukweli ilikuwa ni hot sana yule kaka. Yaani handsome wa nguvu. Alikuwa kapanda hewani vizuri. Alikuwa na kifua fulani kimejazia misuli ya mazoezi mpaka nikahisi kama mate anataka kunitoka. Yule kaka alitutazama tukisha akamsalimia mama. "Mama, shikamoo. Pole na safari." Ya Rabbi Mola, we, yule kaka sauti yake ilikuwa ni hatari. Yaani sauti ni zaidi ya ile sauti ya Chilimo inayosimulia simulizi pale. Mama akasema, "Marahaba mwanangu. Asante sana, lakini safari haikuwa nzuri kabisa. Jamani, huyu mtoto amefukuzwa shule. Yaani kanikera, kaniboa kweli huyu mwanangu." Yule kaka katazama trunka langu ambalo nilikuwa nimeshika mkononi, kisha katutazama na akaendelea kunitazama mimi. Akasema kwamba, "Da, pole sana mama. Kwani imekuwaje huko shule?"
Ndio hao mabinti zetu jamani wa siku hizi, mabinti wa 2000 hao walivyo. Wanatusumbua vichwa sana na kutuharibia mipango yetu kabisa, na hawaonage uchungu sisi tunapotupa pesa. Yaani kama pesa tunatupa chooni. Yaani hapa nilipo akili yangu imechanganyikiwa, akili yangu imefika mwisho, sijui hata napata wapi shule nyingine haraka kumhamisha huyu jamani mtoto jamani unyao huyu. Mama alikuwa anaongea kama cherehani, alikuwa analalamika hatari. Yule kaka akasema kwamba usijali mama. Kuna mtu mmoja namfahamu, nitaongea naye tuone kama tutaweza kupata nafasi ya shule haraka haraka. Mama baada kusikia vile alifurahi sana. Jamani asante sana mwanangu. Nitafurahi sana kama ikiwa shule ya kutwa angalau day. Tena hapa karibu. Maana kumpeleka tena shule ya bweni mimi sitaki kabisa, sitaki matatizo huko. Yaani ndo huko anapoenda kujifunza uhuni huyu mwanangu. Sawa mama. Nitashughulikia hilo, na kama kutakuwa na taarifa yote ile nitakupatia mama. Yule kaka kaagana na sisi na kuendelea na safari yake. Mimi nilikuwa bado nimesimama pale na mkodolea macho yule kaka. Maana yaani tayari ile moyo wangu lilikuwa limemdondokea. Hapo nilishasahau kama mama bado ana hasira na mimi. Alinisogelea na kulilamba bonge la kibao cha uchogoni. Bado tena sijakaa vizuri, bao lingine mgongoni. Hivi unashangaa nini hapo wewe? Ingia ndani huko. Mama unaniumiza bwana. Naingia bana. Mama. Alafu ule kaka ni nani kwani? Nilimuuliza huku nikijikuna pale ambapo palikuwa pamepigwa mkofi. Palikuwa panauma hatari pa moto. Mama akasema kwamba ni jirani yetu mpya. Alijibu kwa mkato sana. Kaamia lini hapa mama? Niliuliza kwa udadisi. Ni mwezi mmoja sasa umepita. Mwezi mmoja? Anaitwa nani mama? Niliuliza tena. Mama alichukia sana kusikia yale maswali yangu ya ajabu. Akanishushia kibao kingine kikali. Peleka huko hilo trunk lako ndani huko. Unaniuliza maswali gani? Usinichanganya akili yangu hapa saa hizi na maswali yako akijinga hapa kama vile tuko polisi. Yaani una maswali kama vile polisi? Nilibeba trunk langu nikaingia ndani, lakini tangu muda huo sijui nilipatwa na nini. Nilijikuta naanza kumfikiria sana yule kaka jirani. Kiukweli tangu nizaliwe sikuwahi kuwa na mawazo kabisa kuhusu wanaume, na nilikuwa siwaelewi hata kidogo. Lakini huyu kijana ambaye nilimuona siku hii, muonekano wake, sauti yake, jamani, yule kaka ndo alikuwa mwanaume wa kwanza kabisa kuniteka akili yangu. Yaani oblangata yangu ilihama, nilikuwa nafanya matendo ya ajabu kabisa. Yaani nilikuwa nakaa na kumwaza yeye tu. Baada muda kidogo kupita, mama alitoka kwenda mtaa wa pili kwa rafiki yake Mama Rashid kumpa umbeo wa matatizo yote ya leo nipata shuleni. Mimi nikabaki peke yangu nyumbani. Nilikuwa nimekaa chumbani kwangu karibu kabisa na dirisha nikichungulia ili niweze kumuona yule kaka akiwa narudi, nimuone vizuri. Jamani, kweli ule mtego wangu bwana ulikuwa ni mzuri. Mungu si athumani, Mungu si mnafiki. Baada muda mfupi nikamwona narudi yule kaka akiwa amebeba mfuko mkubwa wa supermarket, na wakati anafungua mlango ili aingie kwake, ni kama alihisi kama kuna mtu anamtazama. Aligeuka hafla sana akaangalia moja kwa moja dirishani kwangu. Niliogopa vibaya mno. Nikachuchumaa chini chap, yani kama ile vup, ili asinione kama nilikuwa namchungulia. Na kile kitendo kikafanya nicheke cause ni ajabu sana mimi kwa vile. Sasa jioni ilipofika, mama alirudi nyumbani akiwa amechoka hatari. Alikaa kwenye kochi akanitazama. Akasema, Cindy, nenda hapo jirani kwa yule kaka, mwambie akupe ile chupa yetu kubwa ya maji. Maana jana nilimwomba tuwekee kwenye friji lake ili tupate ubaridi kidogo. Si unajua friji yangu mpaka nimeikumbuka jamani. Nimeiuza, lakini litoto jinga lineta shule linafanya ujinga tu. Mama nawe kwa kukumbushia mambo. Haya, kwa jirani upi huyo? Mama alipandisha hasira sana. Kwani unajua jirani upi? Si huyo kaka mlango wa pili hapo, au unataka kwenda kwa jirani upi? Hebu nenda huko haraka. Kamoyo kakaanza kudunda. Yaani si mnajua tena nilishaanza kumzimikia kaka watu. Sio kwa ubaya,
ila nilikuwa na kauoga fulani pamoja na hamu ya kukutana na yule kaka handsome boy. Nilienda mpaka mlangoni kwake, nikagonga hodi mara 5, ndipo akaja kufungua. Sijui alilala maskini. Alifungua mlango kidogo tu na akawa anachungulia. Yaani hakutaka kabisa kufungua mlango wake wote. Samani, mama kanituma nichukue ile chupa yetu ya maji, nilimwambia kwa sauti ya upole. Jamaa hakujibu neno lolote. Alifunga mlango, bam. Kisha baada ya muda mfupi alifungua tena. Akaninyoshia ile chupa ya maji. Nilipoipokea tu akafunga mlango wake tena. Bam. Mwanzo hadi mwisho hakuniongelesha chochote wala kunisalimia. Wakati mimi nilimwambia tu samahani, mama kanituma 1 2 3. Nilishika ile chupa ya maji nikiwa nimesimama pale nje, nimepigwa na butwa. Nikajiuliza kwamba huyu kaka vipi, lakini yani hata salamu tu imekuwa ni shida kwake. Au kashajijua kuwa yeye ndo handsome sana, ni kwamba anajiona keki. Yani aliniboa, yani alinikera kweli kweli. Nikatoka pale huku nikiwa nimechukia sana, nikapeleka yale maji ndani kwa mama. Na wakati mama anakunywa maji, aliniambia kwamba anataka kuchukua mkopo mkubwa sana wa pesa ili aweze kuirudisha ile biashara yake tena ya nguo. Biashara ambayo iliumba sana. Nikamwambia kwamba hivi mama, una uwezo kweli kurudisha huo mkopo wa watu? Usije ukatuingiza kwenye matatizo mama, huo mkopo. Nilimuuliza mama kwa wasiwasi sana. Mama alinitazama kwa ukali akasema, kwani ni vibaya? Mama alizungumza hivyo huku akidai kwamba mimi ndio nilimrudisha nyuma kwa matatizo ya shule. Yaani alikuwa analalamika kabisa kwamba akiona kwamba pesa yake ambayo alikuwa amenilipia kule shule na mimi hadi kufukuzwa ni kama vile pesa ameitupa chooni. Niliona isiwe tabu, nikafunga mdomo wangu shwa. Yaani nikafunga bakuli langu kimya na kuacha kumuuliza maswali zaidi. Basi siku iliyofuata nilipoamka asubuhi tu, nilisikia sauti ya mama akizungumza na yule kaka wa jirani huko nje. Sikuwa najua anachoongelea ni kitu gani, lakini walipomaliza tu mazungumzo yao, mama alikuja moja kwa moja hadi chumbani kwangu akiwa na tabasamu sana. Cindy, shule tayari imeshapatikana. Nilikaa kitandani. Nikamwambia mama, shule gani hiyo? Shule ya sekondari ya Uhuru. Nilishtuka. Uhuru? Mama, lakini shule ya Uhuru siko hapa mjirani na kwetu. Halafu ina sifa chafu mtaani. Kila mtu anajua pale kuna wauni wengi sana mama. Shule gani hiyo mama unataka kunipeleka tena jamani? Cindy, ungelifikiria hilo mapema kabla hujafanya ujinga wako kule shuleni. Hivi unadhani kwamba ni rahisi kupata shule nyingine kwa mwanafunzi aliyefukuzwa shule? Hasa katika hizi shule za serikali? Kwa shule hizi za government ni ngumu sana. Ingekuwa ni private mwanangu ungeshaenda kusoma. Kwa sababu private kinachoongea ni pesa tu. Yaani hata ukitaka kusoma shule ya milioni 5 kwa mwaka ni wewe tu. Hata kama mama, lakini ungenitafutia shule nyingine yenye afadhali kidogo kuliko ile shule ya Uhuru. Nilijaribu kulalamika sana pale. Mama akasema kwamba kumbuka ulifukuzwa shule, Cindy. Kwa hiyo kupata shule nyingine ni mtihani mkubwa sana. Tena acha maneno yako mengi wewe. Jiandae sasa hivi uende kwa Suzi akakupime vipimo vya nguo ili aanze kukushonea uniform mara moja. Jumatatu inayokuja inabidi uanze shule mara moja. Uanze masomo. Nimemaliza. Nilimshangaa sana mama. Masomo tena? Mbona mapema mno jamani? Kwa hiyo unataka ukae nyumbani ufanye nini hapa? Upo tu kwenye vacation kweli? Nataka kabla sijaondoka kwenda Nairobi kufuata mzigo wangu mpya, uwe tayari umeshaanza kwenda shule mara moja. Sitaki kukuona hapa nyumbani kazi ya kuangalia movie tu. Kila muda tamthilia. Kwani mama unaenda lini Nairobi? Siku si nyingi kuanzia sasa. Kwa hiyo fanya haraka uende kwa fundi, alisema kisha akatoka chumbani. Niliamka nikijiandaa na kwenda kwa Suzi kupima vipimo vya uniform, na baada hapo nilizunguka mtaani kwa marafiki zangu. Nikala vikachori, chips nini na miguu ya kuku. Kisha nikarudi. Unajua tena maisha mtaani. Kwa hiyo niliweza kurudi nyumbani jioni sana. Tayari giza lilikuwa lishaingia.
Kufika nyumbani nilikuta mama amefunga mlango kwa kufuli kubwa, alafu yeye kaondoka zake. Yaani nilichukia, nikachukua simu na kumpigia haraka sana mama huku nikilalamika. Nikamwambia mama, "Sasa umeenda wapi jamani, umefunga mlango mama? Mimi niko nje hapa tu hapa napigwa na ubaridi na mbu kama wote." Mungu wangu jamani, mwanangu Cindy. Mimi nimejisahau. Nimeshazoea kwamba wewe uko shule. Na sasa hivi niko mbali kidogo kwenye kikoba mwanangu. Fanya unisubiri basi hapa nje na kuja muda sio mrefu. Sasa mama, mimi siwezi kubaki nimesimama peke yangu hapa. Usiku ujue. Nililalamika. Sasa unataka mimi nifanyeje? Ushaanza kunipelekesha. Nipae au? Aya, fanya hivi. Nenda hapo kwa jirani huyo kaka unisubirie hapo. Mwambie narudi muda sio mrefu. Mama alitoa maagizo haraka haraka kisha akakata simu yake. Nikasema hapa mbona leo mtihani? Mama ananipeleka mwenyewe kwa mwanaume. Kijana ambaye anaufanya moyo wangu uende spidi kweli kweli. Nilitembea taratibu mpaka mlangoni kwake. Nikagonga kidogo, ajabu akaja kufungua. Kama kawaida yake. Akafungua kidogo tu na kuchungulia. Nilimtazama kwa aibu sana huku nikisema kwamba samahani kaka, mama ameondoka na ufunguo kwa bahati mbaya, kwa hiyo ameniambia nije hapa nimsubirie kwako mpaka atakaporudi. Yule kaka aliniangalia kisha akafungua mlango wote na kusema kwa sauti ya chini sana, "Haya, ingia ndani." Nilifurahi kuingia ndani na nikaingia ndani chap chap huku nikitazama kila kona na kuona jinsi gani ambapo palikuwa ni pazuri. Kwa mwanaume anayeishi peke yake, sikutegemea kabisa kama angekuwa msafi kwa kiwango kile. Kiwango cha 100%. Alikuwa ni kijana nadhifu sana. Ndani kwake pako simple sana. Hana makorokoro mengi ya kienyeji na kila kitu mule ndani kilikuwa ni cheusi, kuanzia mapazia ya dirishani, makochi, showcase na hata ile carpets. Yaani basi tu nilikaa kwenye kochi moja karibu na TV na yeye akakaa kwenye kochi la pembeni yangu akiwa busy sana na simu yake. Kwa muda mrefu hakuna aliyekuwa anamuongelesha mwenzake, lakini haimaanishi kwamba sikuacha kumwangalia kwa kuibiaibia. Niliendelea kumwangalia bana. Macho hana mipaka ujue. Kwa hiyo kila nilipomwangalia nikawa nazidi kugundua kakamilika kila idara. Alafu ndo nazidi kunichanganya hatari kiasi kwamba nikashikwa na kiu bana. Nikamwambia, "Samahani kaka, naomba maji ya kunywa." Bila hata kuinua macho yake kunitazama, akaniambia kwamba nenda jikoni, fungua friji uchukue maji mwenyewe. Kama usipoelewa vizuri au kibabaika hapo mlangoni utaniambia niweze nikuelekeze vizuri. Yaani jamaa akanikazia tena kwa mara ya pili, nikasema isiwe kesi. Nilinyanyuka nikaenda moja kwa moja jikoni, nilifungua friji nikatoa chupa ya maji ya baridi kisha nikaanza kutafuta glass ya kunywea. Jikoni kwake kuna yale makabati ya ukutani bwana. Kwa hiyo nikawa nafungua kabati moja baada lingine kuangalia kama kuna glass au angalau hata kikombe. Kila kabati nililofungua nilikuta patupu, nikasema kudadeki. Lakini kwenda kufungua upande wa pili wa kabati lingine, jamaa sijui alitokea wapi. Alikuja mbio mbio kwa kasi ya ajabu sana kutoka sebuleni pale. Akaukamata mkono wangu kwa nguvu ili nisifungue lile kabati. Mimi nilishangaa sana, kwa nini nisifungue lile kabati? Nikamwambia, "Mbona unanizuia?" Akaniambia kwamba unatafuta nini huko? "Ninatafuta glasi ya maji ya kunywea maji." "Glasi zipo kwenye lile kabati la chini." Akanyoosha kidole pale kunielekeza kwamba niende kufuata pale. "Sawa, nimeona. Lakini samani kama nimekosea, maana umenizuia kwa namna hii. Kwani kuna nini humo kaka?" "Wewe unataka glass au unataka kuchunguza vitu ambavyo viko ndani humo? Unataka kuchunguza vitu ambavyo vikuhusu?" "Hainihusu ndio, lakini..." Nilirudi nyuma kidogo ili nipite pembeni yake na kufungua ili kuona nini alichokuwa naficha. Na jamaa akawa kashaniona tayari. Yaani mimi ukorofi wangu usiachi tutoka shuleni huku, na ndio maana nimevukuzwa shule. Na jamaa akawa kashaniona pale tayari. Kwa hiyo ile nimepiga hatua tu ya kwanza, nikashtukia na shikwa mkono wangu kwa nguvu. Pale network kichwani kwangu zikapotea. Nikainua macho kumtazama, nikakuta naye ananitazama machoni kwa ukaribu sana. Akanikalisha juu ya yale makabati,
na akaanza kuniangalia kwa utulivu sana. Bila ya mimi kutegemea, akaubusu mkono wangu. Na alikuwa na uminya hatari, taratibu. Najua mimi sio mtu ambaye nina moyo wa chuma bana. Ni lazima moyo wangu ungepondeka na kulainika na hichi kitu ambacho nilikuwa nakiona katika maisha yangu. Ukizingatia ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kupewa mabusu kama yale, mabusu tele. Tena nimekutana na mtu ambaye mzoefu, huku moyo langu limemdondokea. Kwa hiyo jamaa kanaogewa na mimi, tena ndo mabusu yakazidi kumiminika pale vibaya mno. Akawa hataki kuniachia kabisa, yani kaning'ang'ania vibaya, yani haelewi huyu mtu. Tukiwa katikati ya ule msisimko mkali, yani kama vile tunakunywa Coca-Cola ndani ya msisimko mkali, mara hafla nikasikia sauti ya mama ikiniita kwa nguvu kweli huko nje. Cindy! Cindy we uko wapi? Cindy! Hapo ndipo akili iliporudi chapu. Nikamsukuma ule kaka, nikatoka mbio na sikuaga, yani hata sikumwaga pale. Nilipofika nje, mama alinitazama kwa mshangao sana. Abe. Akaniambia kwamba, "Nini? Mbona unakimbia mbio hivyo? Kama unakimbizwa na mwizi?" "Si umeniita mama jamani, ndio maana nimekimbia haraka kuja kukusikiliza mama yangu. Ndio maana nikaamua niwahi. Ndio utoke kama unakimbizwa. Aya, fungua mlango tuingie ndani. Funguo hiyo hapo." Aliweza kunirushia funguo. Uzuri hakuuliza jambo lingine zaidi nilifungua mlango tukaingia wote ndani. Tulipika chakula cha usiku chapchap, kisha tulikaa mezani kwa ajili ya kula chakula. Lakini kiukweli chakula kile mimi kilikuwa kishuki kabisa. Niwaambie tu msikilizaji, kila nilipokuwa nikikumbuka yale mabusu yule kijana, mabusu ya moto, na jinsi yule kaka alivyokuwa ananishika vile, mwili mzima ulikuwa, yani nilikuwa niko mbali, niko nje ya sayari hatari. Nilikula kijiko kimoja tu au viwili, nikamwambia mama, mimi nimeshiba, naenda kulala. Kwa hiyo mwanangu Cindy, leo unasusa nyama kweli? Nyama? Nimekuletea sio kawaida yako mwanangu. Tena nyama ya kuku jamani, ilivyonaona hivi. Kila siku unaniambia mama nyama. Nimekuletea mwanangu, leo unasema umeshiba. Nikamwambia mama, mimi sijasusa bana, bali nimeshiba. Nilijitetea pale. Ndio ushibe haraka hivyo jamani kwenye nyama ya kuku? Ni Cindy huyu unayemjua mimi au kuna mwingine? Haya ni maajabu ya dunia. Mama alishangaa sana. Mama, nitakula kesho bana, niwekee kwenye hotpot. Nitakula hata asubuhi na chai. Basi kifunike vizuri huko jikoni, kisije kikachacha bana. Si unajua tuna friji. Mama alinikumbusha. Nikamwambia sawa mama. Nilijibu kisha nikachukua kile chakula, nikakipeleka jikoni kukifunikia vizuri. Baada hapo nikaelekea chumbani kwangu kama nilivyodai kwamba nataka nipumzike kwa sababu nimechoka, lakini ukweli ni kwamba akili yangu ilikuwa mbali sana. Yani ule kijana alikuwa kaifyatua akili yangu, kachanganya mafaili hatari. Ubongo wa nyuma huko mbele, au mbele huko katikati, au blangata ilikuwa inapeleka hivi. Kwa nilikuwa nawaza vitu vingi sana. Na huko chumbani hali ilikuwa ni tete zaidi. Hivi vyote vilisababisha kwamba nisipate usingizi kabisa, na sio kwangu tu, mpaka kwa yule kaka. Baada mimi kukimbia, maana yake kwamba kwa upande wake alibaki amekaa kwenye kochi kwa muda mrefu sana, akisubiri joto la mwili wake limshuke kwanza, na yule jogoo wake ambaye alikuwa na wika hatari atulie kwanza kwenye banda. Kijana kwa upande wake alikuwa anasema kwamba huyu binti ni wa kukaa naye mbali, la sivyo ataamsha mashetani yangu yale ulala. Come on, alijiambia huku akiweka suruali yake vizuri. Alinyanyuka taratibu na kwenda jikoni kwenye kabati lile ambalo tulikuwa tunagombania kufungua. Aliinama na kutoa begi moja kubwa jeusi lenye uzito wa kutosha kabisa kwenye kabati. Alipofungua ndani kulikuwa na silaha za aina 3. Moja ni Barrett M82, ya pili ilikuwa ni Accuracy International, na ya 3 ilikuwa ni Chaytak M200 Intervention. Hizo zilikuwa ni silaha nzito. Alipohakikisha zipo kamili, alichukua na kuzipeleka chumbani ambako upande wa nyuma wa kabati lake la nguo
kulikuwa na safe ndogo ukutani yenye silaha nyingine kama 5 hivi. Kulikuwa na vitu vingi sana, yani ni kwa upande wake huko ndani. Sasa ndio maana kumbe labda alikuwa amejaribu kunizuia nisifungue, ni labda nikipigwa na taharuki baada ya kuona hivi vitu. Kitu ambacho sikujua ni kwamba alinibusu na kunichanganya akili sana, ila nisije kufungua kule kabatini na kuona zile silaha. Na kwenye kunibusubusu pale ndo akajikuta hata yeye mwenyewe anaenjoy. Lakini labda ilikuwa ni njia mojawapo kunipagawisha pale, kuniondosha katika ile dhama ambayo nilitaka kukutana nayo. Siwezi kukwambia ni silaha za nini, mimi sijui. Na kwa nini anazo, sijui. Ila msikilizaji, twende taratibu, utajua mbele kabisa kwamba kwa nini huyu kijana alikuwa anaishi maisha hayo. Kumbe ndio maana hata nilipoenda kuomba maji, alifungua mlango, hasemi chochote. Baada hapo akarudisha mlango, yani hasemi chochote. Ni mtu ambaye anapenda maisha peke yake sana. Basi tukija upande wangu, usingizi mimi uligoma kabisa kuja. Nikaona ni peruzi social medias, nikaingia YouTube kule, nikatafuta Chilimo Simulizi, nikawa nasikiliza story. Nilikuwa najaribu kupata kitu kingine cha kuingiza katika akili yangu, labda kupoteza yale mawazo, niweze kuipumzisha akili yangu. Lakini mara ghafla majira kama saa 6 usiku nilisikia mlango wa nyumba ya kaka jirani unafunguliwa. Tulikuwa majirani bwana. Kwa nilijisogeza dirishani na kuchungulia. Nikamwona anatoka akiwa amevaa nguo nyeusi. Kuanzia t-shirt, suruali, kofia na usoni kavaa mask ya kuficha uso wake. Halafu mkononi kabeba begi lile kubwa jeusi. Nikajiuliza, huyu kaka anaenda wapi tena saa 6 hii usiku? Nilijiuliza lakini sikupata jibu. Nikasema nimsubiri mpaka atakaporudi. Mnajua alirudi saa ngapi? Msikilizaji, alirudi saa 10 alfajiri kuelekea saa 11. Mimi nashindwa kuelewa ni wapi alienda usiku huo. Yaani nashindwa kuelewa. Siku iliyofuata tukiwa tunafanya usafi na mama, ikabidi nimuulize mama. Maana uvumilivu ulikuwa umenishinda. Nikamwambia mama, hivi ukaka jirani anafanya kazi gani kwani? We Cindy, mimi mwenyewe sijui. Yaani tuko wote ndani gerezani, halafu nje kuna kelele, unauliza eti nje kuna kelele za nini? Una akili kweli wewe? Unajua mimi Cindy nimekuzidia akili sana. Japo unajifanyaga msomi hiyo kunya. Mama alinijibu akachanganya mafaili yake kunichamba pale, basi akawa busy tu na deki. Nikamwambia sio hivyo mama bwana. Wewe unajua mama yangu ni genius sana. Ni hivi mama, jana usiku nilimwona anatoka kwenye saa 6 hivi kuelekea saa 7. Halafu nikaja kusikia tena baadaye anafungua geti la mlango wake, anarudi, ndipo nilipochungulia kwamba ilikuwa ni saa 11 alfajiri, yani ile saa 10 alfajiri. Mama aliacha kudeki akaniangalia, akaniambia kwamba mpaka saa 10 za alfajiri ulikuwa unamsubiri nini? Usilale Cindy? Unachezea simu tu usiku badala kusoma hivyo una akili kwa leo? Mama, mimi nilikosa usingizi tu, nilijitetea pale. Shauri yako. Ukisharudi shule, wiki hii nataka mambo ya simu uyaache kabisa. Kumbuka una mitihani ya mwisho ya form 6. Yaani uiwekeze hiyo akili yako kwenye masomo. Mama alinionya sana, kisha akasema, mimi mwenyewe mwanangu sijui kwamba anafanya kazi gani, ila nilishamuona zaidi ya mara 2 akitoka usiku, na siku nzima yeye huwa anashinda ndani tu amejifungia. Kwa hiyo mimi siwezi nikajua kwamba ana shughuli gani. Sijaona akileta rafiki hapa, sijawahi kuona akileta ndugu, sijawahi kumuona hapa akileta mwanamke. Yaani hana hata mwanamke huyu kaka. Yeye ni ndani tu, akitoka salamu anaingia. Niliposikia mama anasema hivyo, nikasema hata mwanamke ana mama? Nilitamani kushangilia na kupiga vigeregere, lakini nikavunga. Mama, unahisi kwamba atakuwa anafanya kazi gani huyu kaka? Niliuliza tena. Mimi sijui, ila hela kodi, sijui maji, umeme na hela ataka analipa kwa wakati. Na muda mwingine anaweza akalipa tu, watu wakija watakataka anaweza akalipa hata nyumba nzima.
na hata mwenye nyumba wao anapewa hela ya soda, na kwake kafunga hadi wifi. Yani tuna majirani wenye simu kubwa wanatumiaga tu, ana wifi. Kwani hujui mtaa huu mzima yeye ndo mtu pekee ambaye aliyefunga wifi nyumbani kwake? Mama alisema kwa kujiamini sana. Mimi nikaguna alafu nikatabasamu cause nilikuwa nimepata wazo. Wazo gani hilo msikilizaji? Unapoendelea kusikiliza hii simulizi, hakikisha kwamba matangazo ambayo yanajitokeza kwenye simulizi hii huskip, na hii itakuwa ni njia bora kabisa kuendelea kusupport kazi zangu za simulizi kutoka hapa Chilemo Simulizi. Moja kati ya njia bora na salama kabisa ni kutoskip baadhi ya matangazo ambayo yanajitokeza kupitia hii simulizi. Binti Cindy anatuambia simulizi nzuri sana, na haya ni maisha ambayo anaishi na mama yake, japo wanapishana, lakini kama umegundua ni walikuwa wanaishi kwa upendo sana. Yani mama alimfanya mtoto wake kama rafiki yake. That's good thing kwenye familia. Binti Cindy anatuambia kwamba baada ya kumaliza usafi tukanywa chai, then mama akaenda kuoga. Alipoenda kuoga tu nikawa nimepata upenyo wa kwenda kwa kaka jirani, na mpaka muda huo sikuwa najua jina lake, wala mama mwenyewe hakuwa akijua jina lake huyo kaka. Kwa hiyo nilifika mlangoni kwake, nikagonga mlango. Alichelewa sana kufungua, ila alikuja kufungua. Kumuona tu nikatabasamu mpaka jino la mwisho. Sio kwa yale mabusu ya jana kudadeki, ila mwenzangu alikuwa kabize tu kakaza kama vile katoka vitani. Mambo, nilisalimia kwa kulegeza sauti, ila mwenzangu akawa mkali. Unataka nini? Pale nikanyongonyea. Nikajiuliza imekuwaje tena? Jana ilikuwa ni mvua mabusu, leo ni tofauti. Alafu anavyoniangalia sasa utadhani nimekula hela yake ya nauli. Nilijikaza alafu nikasema kwamba samani, nilikuwa naomba password ya wifi yako niweze kuangalia vitu vya kujisomea kwenye simu. Sikiliza dogo, wifi yangu hasichi na watu. Naelewa, lakini mimi sitampa mtu mwingine yeyote ile password. Wewe kazana kusoma, achana na mambo wifi, umenielewa? Alijibu kwa mkato. Yani mpaka pale mimi sikuwa na nguvu ya kujibu. Niligeuka taratibu na kurudi ndani, huku akiwa ananiangalia tu kiranga komo. Kwa hiyo alipohakikisha nimeingia ndani, na yeye akaingia ndani kwake. Toka hapo jamaa akawa ananichunia kama anioni vile, yani kama vile mimi ni kisiki. Yani ikitokea tu kwa bahati mbaya tunakutana nje, ananipita kimya hata nyuma ageuki, yani kama mshale shwa. Hiyo ikawa inaniumiza vibaya mno, kwa sababu mimi ile moyo langu lilikuwa limemdondokea. Nilikuwa namkubali sana huyu jamaa. Kwa hiyo mimi nikawa najikaza tu kisabuni. Basi nikaanza kwenda shule msikilizaji, kwa kuwa nilihamia mwishoni, kabidi mimi nifanye mtihani wa kuingia form 6. Japo nilihamia kipindi kibaya sana, ila nilipata rafiki huyo mcharuko hatari. Rafiki huyo alikuwa anaitwa Neila. Kwanza huyu Neila hana aibu. Pili ni mjuaji, alafu tatu ni mjanja, yani ni mcharuko hatari. Mimi na Neila tukashibana kweli, yani Cindy na Neila. Tukawa tunasoma pamoja mpaka kwenye mtihani, tukawa tunakaa pamoja. Sasa kwa kuwa ni shosti yangu, nilimwambia kuhusu kilichotokea kati yangu na huyu kaka jirani. Basi alicheka kweli na kuniambia kwamba, kwa hiyo wewe Cindy umekubali kushindwa, si ndio? Yani unakubali kiwepesi kushindwa. Sasa nitafanya nini jamani shoga yangu? Wakati jamaa ananikazia na yani ananipotezea kama vile anioni. Nilijibu kwa nyonge sana. Akikaza na wewe mlegezee bwana, kwani unampenda? Rafiki yangu aliniuliza akinitazama machoni. Nikamwambia kwamba ndio rafiki yangu, mimi nampenda. Yani kanichanganya yule kaka tangu siku ya kwanza nilipomuona. Na ile mibuso ambayo nimekusimulia siku ambayo mama alichelewa na funguo, yani ndio imenimaliza kabisa mazima. Niliamua kukiri ukweli kwa rafiki yangu. Shogangu akaniambia kwamba basi fanya mambo ili jamaa legee. Unakuwaje mshamba hivyo wewe? Unasubiri mpaka kufuate yeye jamani mwenyewe? Nisaidie shogangu.
Mimi kwenye mambo hayo mimi sijui chochote kabisa. Rafiki yangu au shogangu Neila alikaa vizuri akaniuliza, ulisema mama yako anaenda lini Nairobi? Mama kama sikosei kasema kesho kutwa. Na atakaa huko kwa siku ngapi? Anakaa huko kama wiki 2 hivi. Safi. Sasa kesho kutwa tukimaliza mtihani wa kufunga shule, nataka ufanye plani moja ambayo lazima itamfanya huyo kaka aingie kwenye mtego. Si unanielewa vizuri? Shogangu, plani gani hiyo? Niliuliza kwa hamu. Neila akaanza kunipa maelekezo. Alipomaliza kunipa maelekezo, nikamuuliza, vipi akichomoa katika hiyo plan? Akichomoa basi jua ni mtu wa upinde tu. Mtu wa upinde? Aliposema vile mimi tukacheka sana na kuendelea kusoma. Kesho yake asubuhi na mapema, mama aliweka mabegi sawa na kuondoka kuelekea Nairobi kufuata mzigo wa nguo. Na kabla hajaondoka alinichamba sana kuhusu kutulia na kusoma kwa bidii. Yaani mama ni lazima kupe kichambo kitakatifu. Kisha kaniachia hela matumizi ya kama wiki 2, ndipo akaondoka zake. Mama alipoondoka tu asubuhi ile ile, na mimi nikaanza kujiandaa kwenda shule. Lakini kabla sijaondoka nyumbani, nilitekeleza sehemu ya kwanza plani yangu ambao tulipanga na rafiki yangu Neila. Nilifungulia bomba la maji la chooni kwa maksudi kabisa. Nikaliacha likitiririka maji chini, kisha huyo nikafunga mlango na kuondoka kwenda shule. Hiyo ilikuwa ni plani ya kwanza. Kwa hiyo nilienda shule nikafanya mtihani wa mwisho, then tukafunga shule, ila sikurudi nyumbani mapema. Neila aliniambia kwamba nichelewe kidogo ili mpango wetu ufanye kazi. Kweli nikaenda kwa kina Neila, nikakaa huko mpaka saa 11 jioni. Wakati shule, kumbuka msikilizaji, tulifunga saa 6. Kwa hiyo tulivyofanya ile baraza la shule tuliondoka kule saa 6 kama na dakika 30 hivi. Imagine. Lakini mpaka muda huu nipo kina Neila saa 11 jioni. Na niliporudi nyumbani nikakutana na mama jirani ambaye anakaa upande wa nyuma ya nyumba yetu. Akaniambia kwamba, "We Cindy, uliacha bomba wazi Nikajifanya kushangaa. Mimi? Sidhani. Kwani kuna nini? Yaani maji unayoona hapo yametoka huko ndani kwenu. Kama umeacha bomba wazi, basi jua huko ndani ni bahari ya Hindi." Nikasema, Mungu wangu, huku nikikimbilia kwetu. Kumbe ilikuwa ni plani tu. Kufungua mlango na kutana na bahari kweli kweli. Nilitabasamu, maana huo ndio ulikuwa mpango wangu wa kwanza na Neila. Kisha nikachukua simu na kumpigia mama, nikijifanya nimepaniki kweli. Mama alipopokea akauliza, "Shida nini? Ushaanza matatizo? Ndio maana nimeondoka leo tu." Yaani kuondoka leo tayari unaanza kupiga simu za vilio hapa. "Sio hivyo mama, nimerudi nakuta nyumba imejaa maji." "Imekuwaje tena maji?" "Hata sijui mama. Ni wewe umeacha bomba wazi na kiranga chako. Macho juu tu kutokuwa makini." Mama alianza kunigombeza pale. Nikajibu kwamba, "Mama, sio hivyo mama. Labda itakuwa wewe umesahau wakati unajiandaa asubuhi." "Sidhani kama ni mimi." "Sasa utafanyaje hapo jamani?" "Ngoja nimpigie Mama Rashidi." Niliposikia jina la Mama Rashidi, yani mudi kakata kabisa, maana kwenye mpango wetu tulisahau kabisa kuhusu Mama Rashidi. Mama alimpigia Mama Rashidi, sijui waliongea kitu gani, ila baada ya kuongea naye mama akanipigia tena. "Nilikuwa na kuombea kwa Mama Rashidi ulale kwake mpaka nitakaporudi, ila akasema kwake kuna wageni, kwa hiyo hana nafasi, ila akasema atawatuma wanae waje kukusaidia kusomba maji na kusafisha hiyo nyumba vizuri. Sasa sijui leo utalala wapi na hiyo hali jamani, na ukorofi wako. Niwe mtoto una akili hata moja." Pale nikaona nipite na fursa chapu kabisa kabla sijachelewa. "Mama, si nimombe tukaka jirani nikalale kwake." Niliongea kwa mashaka sana kuwa huenda mama angekataa katu. Atakubali kweli? Na sina hata namba yake jamani huyo kaka. Ningempigia niweze kumtaarifu hiyo taarifa. "Usijali mama, nitaongea naye." "Sawa, akikubali basi utaniambia, kuwa makini mwanangu." Nilikata simu nikaenda mbio mpaka kwa kaka jirani na kumgongea mlango. Baada ya kugonga alifungua
na akaniangalia kuanzia juu mpaka chini. Akaniambia kwamba unataka nini? Nikajibu kwamba nyumba imejaa maji na sasa hivi ni usiku, sina pa kulala. Kwa hiyo nifanye nini? Naomba nikae kwako mpaka hali itakapokaa sawa. Rafiki yake mama na wageni kwake, hivyo siwezi kwenda kulala huko. Yule kaka alinitazama kwa sekunde kadhaa kwa jicho la kupima sana. Kisha akashusha pumzi ndefu na kusema kwamba okay, hakuna shida. Nilifurahi maana kila kitu kilikuwa kinakwenda jinsi ambavyo nilivyokuwa ninataka mimi. Kilichobaki kilikuwa ni mimi mwenyewe kukamilisha mchezo tu. Basi punde si punde akina Rashidi na wadogo zake wakaja, na mpaka kwenye saa 3 usiku hatukuwa tumemaliza. Tukaambiana kwamba tuendelee kesho asubuhi maana shughuli ilikuwa ni bado nzito sana. Wakaondoka. Na kisha na mimi nikarudi kwa kaka jirani, na cha kushangaza na cha kufurahisha nilikuta amenipikia tambi nzuri za nyama ya kuku. Nikala pale maana nilikuwa nina njaa hatari. Baada ya kula kanipa chumba cha wageni niweze kupumzika. Usiku sasa nikampigia Naila kumwambia kila kitu kilichotokea nyumbani. Naila akaniambia kwamba vizuri sasa. Kesho asubuhi maliza mchezo. Naila aliniambia vile. Nikamwambia Naila, ila mimi naogopa. Hakuna cha kuogopa hapo. Kama unampenda, hiyo ndo njia ya kumpata. Sawa. Kabla sijasahau, Mansuri anataka namba zako. Nikajibu, Mansuri? Mansuri? Huyu? Ndiyo huyu. Msikilizaji, Mansuri ni kijana fulani hivi wa Kiarabu tunasoma naye shule. Yeye naweza kusema kwamba ndio handsome wa shule. Wanafunzi wanampapatikia sana vibaya mno. Na mpaka walimu wanamheshimu sana kwa sababu baba yake ana pesa sana. Na huwa anasapoti miradi mingi sana ya shule pale. Ila mimi kiukweli binafsi yangu hajawahi kunivutia sana huyu kaka Kiarabu. Kwa hiyo nikamjibu rafiki yangu Naila kwamba usimpe namba zangu huyo. Yaani nilikataa katu mpaka Naila alishangaa sana. Akaniambia kwamba wewe si ndiwe. Yaani watu wanatafuta hii bahati hatari. Wewe bahati inakuja unaikataa. Kaambia mimi sitaki bana. Basi shoga yangu. Yaani umempenda kweli wewe jirani yako kiasi kwamba anakudatisha kiasi hicho? Nikajibu nampenda mpaka naumwa. Kisha tukaanza kucheka. Basi msikilizaji, kesho yake asubuhi niliamka mapema sana. Baada ya kuamka mapema, naye kaka jirani akawa ameshaamka tayari. Ni mkubwa kwangu, ila mimi nikawa namwambia mambo. Yeye hakujibu, badala yake akanambia kwamba ukimaliza kuoga chai ipo jikoni tayari. Sawa. Nikachukua kanga na kuingia bafuni. Nilianza kuoga vizuri. Maji baridi kabisa, lakini nilipomaliza tu kujimwagia maji na kujikausha, nilitekeleza ile sehemu ya mwisho wa mpango ambao tulipanga na Naila. Nilianza kupiga kelele kama vile na nyongwa au nimeona mzuka hatari humo ndani. Yaani kama vile nimeona insuka. Mama, nisaidie. Kaka jirani aliposikia zile kelele akapaniki sana. Chap akafungua draw ya pale sebuleni kwenye showcase, akachukua bastora yake yenye silencer, akaikoke vizuri na kuja spidi bafuni. Ile kufungua mlango tu, pap. Kilichojiri hapo msikilizaji, tukutane katika sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri kabisa ambayo inamhusu binti Cindy ambaye kwa sasa anaufanikisha mtego wake wa kwanza ambao amejaribu kumtega huyo kaka jirani. Je, atafanikiwa kwa asilimia ngapi? Lakini vipi kuhusiana na masomo yake shuleni? Je, mama yake atakapotoka huko Nairobi, Kenya kwa ajili ya hizo biashara, nini ambacho hakikuta hapo nyumbani? Lakini vipi kwa upande wa binti Precious kule katika ile shule ambayo iko Korogwe mkoani Tanga? Ataendelea vipi na yale maruerue yake ikiwa tayari ameshazoea hata kuruka na walimu wa shule ile? Mimi na wewe hatujui. Tuendelee katika sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri kabisa ambayo inakujia kutoka hapa Chilimo Simulizi. Subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata simulizi pale ambapo
nitakuwekea hewani.